Mmeniuliza kuhusu Yemen, kuhusu Saudi Arabia, kuhusu Imarati, nini kinaendelea kule. Kwa sababu sikuwa na muda mzuri wa kuzungumza, nikasema nitapopata fursa ya kuja kuzungumza na wewe, nitakuambia nini kinachoendelea kule Mashariki ya Kati. Lakini na hili linaingia kwenye kile ambacho nilizungumza kwenye video nyingine, kuwa ni katika program ambayo inaitwa Reshape Middle East, ambayo nitaieleza kwa kina katika wale wanaonifuatilia kwenye uchambuzi wangu wa kwenye magrupu. Nitalieleza kwa kina Reshape ya Middle East hasa inalenga kusudia nini, na hiki kinachotokea ni bahati mbaya au ni plani. Yes, ndugu wawili ambao hutambulisha au hujitambulisha kama nchi ndugu, nchi dada. Ukisoma barua ikiandikwa na Saudi Arabia wakizungumzia Imarati huitaja kama ndugu. Ukisoma barua ambayo inatajwa na Imarati kuhusu Saudi Arabia huita nchi dada. Imarati ni UAE, United Arab Emirates. United Arab Emirates, falme 7 za Kiarabu ambazo kwa miaka ya karibuni imekuwa kuna tofauti kati yao na Saudi Arabia kwa kiwango kilicho wazi. Mwaka 2019 kwenda 20, mpasuko mdogo ulionekana kati ya Saudi Arabia na Imarati kwenye COVID, kwenye biashara ya mafuta ulimwenguni, kwa sababu Imarati waliwekeza sana kwenye mafuta kwa ajili ya kuongeza uzalishaji mkubwa wa mafuta. Saudi Arabia naye ni mzalishaji mkubwa namba 1 duniani ambaye ana export mafuta pipa milioni 11.5 Saudi Arabia anapeleka. Sasa Imarati yuko chini kwenye hizo pipa, kukawa kuna ubishi wa kuwa nani anapaswa kupunguza uzalishaji wakati wa soko la COVID lilikuwa halina uhitaji mkubwa wa mafuta. Hapo ndio mpasuko ulianza kidogo kuonekana kati yao. Walikuwa pamoja kwenye mgogoro wa 2017 wakati wanamwajibisha Qatar kuwa Qatar yuko karibu sana na makundi yenye Uislamu wenye msimamo mikali. Qatar anaonekana yuko karibu sana na Iran. Qatar akawekewa vikwazo vikali kwa ushirikiano na nchi zingine za Ghuba. Ni Kuwait na Omani walijiepusha kwenye ule mgogoro, na ndio walikuja kusimama kama wapatanishi kuwarudisha hizi nchi za Gulf ziweze kukaa pamoja. Sasa 2026 mpasuko wa wazi wa ndugu wawili umedhihiri, na umedhihiri kutoka katika pande tofauti na misimamo tofauti. Imekuwa mzozo wa 2015 wa Yemen ambao uliongozwa na Saudi Arabia. Saudia ndio alikuwa kinara wa kuongoza wale washirika wengine kwa ajili ya kupambana na Wahuthi. Nadhani kama ulitoa somo kwa Riyadh kuwa huwezi kutatua matatizo kwa njia unayoitumia, yani njia ya nguvu huwezi kutumia, au kutaka kubadili kitu huwezi. Kwa hiyo unaona kutoka mgogoro wa Yemen, Saudi Arabia imekwenda kusimama kwenye diplomasia ya kisiasa iliyo kwenye mstari. Kama umelichunguza hilo, ni kidogo walitaka kutoka nje ya mstari wakati wa kile kitu kinaitwa Abraham Accord ambao walikuwa wanataka kuingia na Israeli 2023. Kidogo walitoka kwenye mstari, lakini nenda katazame Saudia njia wanayopita, nenda katazame UAE njia wanayopita, utaona ni nchi mbili ndugu zinatembea kwenye njia mbili tofauti. Sudan, Saudi Arabia inaunga mkono jeshi ambalo ukienda ndio linalotambulika kimataifa, licha ya kuwa uhalali sijui nani aliwapa, lakini jeshi la Sudani ndio linaiwakilisha Sudani kwenye majukwaa ya kimataifa. Saudi Arabia anawaunga mkono. Mgogoro wa Somaliland, kwanza ukiwa hapo Sudani, Imarati anaunga mkono RSF ambao ndani ya Sudani na nje wanashutumiwa na Umoja wa Mataifa kuwa wao ndio waasi, ndio wanafanya mauaji ya halaiki. Imarati anaunga mkono. Mgogoro unaofukuta sasa hivi kati ya Somalia na Somaliland, Saudi Arabia ilikuwa katika nchi 21 zilizoshutumu uamuzi wa Israeli kuitambua Somaliland. Maana yake kuwa Saudia yuko na Somalia moja katika mpango wa kimataifa ambao unaunga mkono Somalia moja, kauli ya AU, kauli ya Umoja wa Mataifa, kauli ya mashirikisho ya kikanda ikiwemo East Africa, kauli ya viongozi duniani ambao wanaunga mkono Somalia moja. Saudi Arabia kasimama hapo. Imarati yuko upande wa pili wa Somaliland. Sio, umeelewa? Mgogoro wa ndani wa Yemen, Saudi Arabia inaunga PLC mkono. PLC mkono. PLC
ni mamlaka ya rais ambayo inatambulika kimataifa na ndio wawakilishi halali wa kwenye majukwaa ya kimataifa wa Yemen, sio Wahuthi. Saudi Arabia inaunga mkono, lakini Imarati inaunga mkono STC, ambao STC wameonyesha upinzani kwa PLC. Sio, umeelewa? Sasa ndani ya Syria moja ambayo inaungwa mkono kimataifa ya kina Al-Sharaa, Saudi Arabia inaunga mkono. Taarifa za juzi zinaonyesha kuwa Imarati inaunga mkono makundi ya uasi ndani ya Syria. Nini kimetokea ndani ya Yemen? Niliwahi kwenye mazungumzo yangu hapa, niliwahi kuambia kuwa kuna kitu kinafukuta ndani ya Yemen, na hivi karibuni wa Yemen ya Kusini itataka kutangaza kura ya maoni, itataka kuomba kura ya maoni ambayo kwa mujibu wa sheria Umoja wa Mataifa unahitaji kura 9 za wale wajumbe 15, 9 na isiwepo veto hata moja, ili uweze kuruhusiwa sasa kwenda kwenye kura ya maoni ya kutaka kujitenga na sehemu moja. Kwa hiyo Somaliland kile wanakitaka huenda kikapitia hapa. Sudan na Yemen ya Kusini huenda na wenyewe wakapitia hapa. Sasa mgogoro niliwahadithia wakati huo jinsi ulivyoanza kukolea moto. Kipindi hiki ni baada ya ziara ya mwanamfalme Mohammed bin Salman Marekani kumwambia bwana Donald Trump kuwa maliza mgogoro wa Sudani, ambao Imarati wana maslahi kwa upande mmoja. Sasa kulikuwa kuna taarifa ambazo ziliandikwa na vyombo vya habari kuwa Saudia ilikuwa inataka kuwasilisha kwa Donald Trump ushahidi wa kuonyesha kuwa Imarati inavuruga usalama wa Sudan. Imarati katika kuijibu Saudi Arabia wakaenda kulianzisha ndani ya Yemen. Wakaanzisha ndani ya Yemen, wanaunga mkono STC, kundi ambalo linapigana na Wahuthi, wanalipa silaha, wanalipa kila kitu, au ni wa Imarati. Wakaamua kuwa waende kuchukua mikoa miwili ambayo ilikuwa haiko chini ya udhibiti wa STC ndani ya Yemen ya Kusini, mikoa ya Al-Mahra na mkoa na jimbo la Hadramaut. STC wakaenda wakachukua kwa kutumia nguvu. Saudi Arabia ikatumia busara, ikajiweka pembeni, wakakunja mbawa zao kwa kuepusha machafuko, kwa sababu hawakutaka kukabiliana moja kwa moja na Imarati. Vyombo vya habari kadhaa vya Saudia vimekwisha kuandika taarifa mara kadhaa kuwa utawala wa Abu Dhabi unatumika kuihujumu Saudi Arabia. Yaani hivi sasa Saudi Arabia wanaona kuwa tishio lao sio Irani kama zamani walivyokuwa wameaminishwa, lakini tishio lao lililo la wazi ni UAE. Kwa nini? UAE ni zao la Israeli. Unaweza kusema kuwa wazayuni wapya Mashariki ya Kati ni wa Imarati, UAE, ambao wako nyuma ya Israeli kila kitu. Saudia ni mshirika wa Marekani, Imarati ni mshirika wa Israeli na Marekani. Sio, umeelewa? Kuwa kuna mchezo unachezwa kuwa Saudia anaamini kuwa mimi ninamfikia mwenye maamuzi Donald Trump au Marekani, lakini Imarati wanajiona kuwa sisi tunamiliki mwenye maamuzi kupitia kwa nani? Kwa Israeli. Israeli wanamiliki nani? Donald Trump. Kila mmoja anataka kumuonyesha mwenzake mimi ni mbabe kuliko wewe. Sasa STC walivyochukua mikoa miwili wakajikuta tayari wanakutana kwenye mpaka na Saudi Arabia. Saudi Arabia akasema sihitaji STC kwenye mpaka wangu, nina mpaka na Wahuthi ambao tuna makubaliano ya mikataba, hawatonidhuru. Ndio maana wakati wa mashambulizi ya Marekani kule kwa Wahuthi, aliyesababisha Marekani yaondoe mashambulizi kwa Wahuthi alikuwa ni Saudi Arabia, alivyoitaka Marekani acha kuwashambulia kwa sababu hasira yao watanimwagikia mimi huku. Maana hataki, yani Saudia anataka kumaliza matatizo kwa njia nyingine. Ukubwa wa jeshi, uwezo na kila kitu, Saudia wana ukubwa zaidi kuzidi UAE. Ukubwa wa nchi, Saudi Arabia ni kubwa sana. Ukubwa wa pato la jumla, ukubwa wa pato la Saudia ni kubwa mara 2 zaidi ya UAE. Saudi Arabia ni kubwa kieneo kwa Tanzania mara 2 tunaingia na nyongeza. Ni kubwa sana ile nchi. Sasa Saudia hawataki mpaka utaoshare na STC kwa sababu wanaamini na vyanzo vyao vinaamini kuna harakati inafanywa kutoka Israeli inayopitia kwa Imarati kutaka kuhujumu ufalme. Wanawaambia wa Imarati, hatutaki kwenye mpaka wetu wawepo STC, wanavuruga usalama. Kwa hiyo kauli iliyotolewa na PLC kuwa ni lazima waondoke walipokuwa kwenye mikoa miwili ya Hadramaut na Al-Mahra, wakakataa STC kuondoka. Wakati wanajizuia kuondoka na Saudi Arabia akitumia diplomasia kujaribu kutatua matatizo,
Imarati anasafirisha meli 2 zenye silaha kutoka Fujairah kupeleka wapi? Mukalla, mji mkuu wa jimbo la Hadramaut. Saudia wanaona ile mission. Saudia anaona yani wanatakiwa wajiondoe, wanaenda kuimarika zaidi kwa kupokea misaada ya kijeshi kutoka Imarat. Saudi Arabia anaagiza mashambulizi yafanyike Mukalla, kushambulia silaha pamoja na magari yaliyokuwa yamepelekwa na Imarati. Katikati ya shambulizi, amri inatoka kutoka PLC. PLC ndio wanaoongoza serikali ya Yemen ya Kusini. PLC hao ndio wanaongoza. Amri inatolewa kuwa tunataka vikosi vyote vya Imarati vilivyo kwenye ardhi ya Yemen viondoke ndani ya saa 24. Saa 4 baadaye Imarati inatoa taarifa, inasema kuwa itaondoa askari wake wote waliopo Yemen, huku ikitoa taarifa inasema kuwa hatuhusiki, baada ya taarifa ya awali ya Saudia kushutumu moja kwa moja kwa maandishi Imarati kuwa inawasapoti wanaovuruga usalama wa Saudi Arabia. Imarati wanajibu kwa Saudia, wanasema kuwa sisi ni ndugu wa Saudi Arabia, hatuwezi kufikia huko, wala hakuna tunaowafadhili kwa ajili ya kuyumbisha ufalme, tunaheshimu, hawa ni ndugu zetu. Imarati wanajibu hivyo, lakini Imarati wanasema kuwa tutaondoa askari wetu. Wanasema tulishaondoa vikosi vyetu tangu mwaka 2019, lakini tuliacha askari kwa mission maalum kwa ajili ya masuala ya kigaidi, kwa ajili ya usalama, kwa ajili ya vitu vingine, lakini kwa sababu kuna amri ya PLC kutoka Yemen ya Kusini, tutaondoa wanajeshi wetu. Lakini wachambuzi mbalimbali wanakubaliana kuwa huu ni mkakati wa kubadili upepo. Sio rahisi kuondoka, kwa sababu hii story inarudi kwenye reshape Middle East, kuwa mpango Somaliland, mpango Yemen ya Kusini, ambapo hizi zinatakiwa kuwa majimbo huru. Somaliland lazima wawe huru ili Israeli akae, Yemen ya Kusini wawe huru ili Israeli aweze kukaa, kwa kupitia wakala kamili Imarati. Na hizi nchi zote zimeonyesha ishara na mazungumzo ya awali ya mkataba wa Abraham uko wazi. Rais wa Somalia Sheikh Mahmud alivyosema kuwa Somaliland imekubaliana na Israeli kuwa itawapokea wa Palestina na kuanzisha kambi ya kijeshi ya Israeli, Somaliland imepinga kauli hiyo, ikisema si kweli, hiyo kauli ni ya uongo. Lakini jarida la Israel la Maariv linathibitisha kuwa mpango wa Israel ni kukaa Yemen ya Kusini na Somaliland kwa ajili ya kambi za kijeshi ambazo zitakuwa zinawadhibiti Wahuthi. Sasa tunaanza 2026, mpasuko wa wazi kati ya Saudi Arabia na Imarati unaendelea. Wakati Imarati inaamua kuondoa askari wake, inapeleka pembeni, hatujui ni mkakati wa kuwaondoa askari kukutana uso kwa uso na wanajeshi au wapiganaji. Sasa wanataka watumie proxy wao vizuri kwenye mgogoro, au itakuwaje? Huu ni mwanzo wa mgogoro mkubwa kabisa unaofukuta Mashariki ya Kati, kati ya UAE na Saudi Arabia. Busara za Saudi Arabia na uvumilivu wa Riyadh umekwenda ukagota, ukaona kuwa hapana, kama tukiwachekea hawa UAE watatufikisha pabaya. Kwa hiyo unaona kuwa ufalme wa Saudia umeamua kunyosha makucha kwa UAE yaliyo wazi kabisa kuwa hatukubaliani na mnachokifanya na mnavyotumika dhidi yetu, hilo tunalijua na sasa tutawashughulikia. Mgogoro wa Mashariki ya Kati unazidi kukua, kutoka kati ya Israel Palestina, Israel Hamas, kutoka Israel Hezbollah, kutoka Israel Syria na wengine. Sasa mgogoro unakuwa kati ya Imarat na Saudi Arabia with Yemen, lakini tunaona kwenye Horn of Africa mgogoro mpya wa Somaliland unakwenda mpaka kwenye pembe ya Afrika, mgogoro wa Sudan. Yani tunaona ile reshape kamili ambao tulikuwa tumeahidiwa kuwa hii inakuja kuanzia wapi kwenda wapi. Ndio hali kamili tunayoiona Mashariki ya Kati inayoendelea. Jamani, mgogoro mpya kati ya Yemen na Saudi Arabia ambao niliwahi kuwahadithia sasa unazidi kukolea. Hatujui Marekani itasimama wapi kujaribu kutuliza huu pepo au itakuwaje. Leo hii adui wa Mashariki ya Kati sio Irani tena kama ilivyokuwa, lakini maadui wanaanza kujidhihirisha wazi wenyewe kuwa waliokuwa marafiki hivi sasa ndio wanaanza kuwa maadui wa wazi moja kwa moja. Asanteni.